Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, kitu ambacho ni nambari moja katika kukufahamisha na kuchambua masuala yanayoweza kutokea ya kisiasa na kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kuyaelewa kwa kina yanayotokea na yanayoendelea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Karibu msikilizaji wangu niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka na yale ambayo yanaendelea. Kuna mwanasiasa mkongwe wa nchi ya Tanzania ambaye anaitwa Wilbrod Slaa. Bwana huyu msikilizaji ameweza kuzungumza na kutoa ujumbe mkali kwa serikali ya Samia Suluhu kuhusu kile ambacho kinaendelea serikalini pale na kile ambacho wanatamani kwamba wananchi waweze kufanya. Msikilizaji, bwana huyu ameweza kuzungumza akasema hivi: Tanzania haiwezi kuendelea na mchakato wa maridhiano ya kitaifa au kikatiba au katiba mpya wakati familia zilizoathiriwa na mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 zikiwa bado hazijui hatima ya wapendwa wao. Elewa msikilizaji, kumekuwa na viongozi wengi waliopo katika serikali ya Samia wakiwarai wananchi kwamba hebu sahau yaliyopita, hebu achana na masuala ya Oktoba 29, eti kwamba tunahitaji kuangalia mbele na kusonga mbele kama taifa, tuache masuala ya kuzua vita. Kumekuwepo na ushawishi wa hali ya juu kutoka kwa viongozi wa serikali. Nakumbuka wakati mmoja naibu rais aliweza kuzungumza kwamba akawasihi wananchi wasiweze kuendelea kutoa hisia zao kuhusu matukio ya Oktoba 29. Akasema kwamba taifa linahitaji kusonga mbele, na kwa hivyo anawarai wananchi ama Watanzania wasiweze kuendelea kuyazungumzia matukio ya Oktoba 29 na siku zile zilizoweza kufuata, kwa sababu kuliweza kutokea mauaji na visa vingi vya utekaji na masuala mengi ya kikatili, msikilizaji, bila shaka. Kwa hivyo naibu rais akaongea na wananchi akawarai kwamba waweze kuyasahau yale na waweze kusonga mbele. Sasa msikilizaji, bwana huyu Wilbrod Slaa ameonya kwamba Tanzania haiwezi kuendelea na mchakato wa maridhiano ya kitaifa au katiba mpya wakati familia zilizoathiriwa na mauaji ya Oktoba 29 hazijaweza kujua hatima ya wapendwa wao. Anipata msikilizaji? Bwana huyu ameonya kwamba hilo bila shaka haliwezi kuendelea kabla ya hawa waliofiwa na wapendwa wao, wengine ambao tayari hawana wapendwa wao mpaka sasa, hawakuzika miili ya wapendwa wao, wengine wenzao walitekwa na wengine hawajulikani walipo. Katika hali hiyo hawawezi kuendelea na mchakato wa kusema kwamba tubadilishe katiba ama tuje na katiba mpya kabla ya masuala haya hayajaweza kurekebishwa. Akaendelea akasema hivi, msikilizaji, hii ilikuwa ni katika mahojiano maalum na gazeti la The Citizen, Mwananchi, ambapo Dr. Slaa ameyataja majadiliano ya maridhiano au mabadiliko ya katiba katika mazingira kama haya kuwa ni hatua ya kisiasa ya ubinafsi ambayo imepangiwa kufeli. Kisha Rais Samia Suluhu Hassan tayari ameshaunda tume ya uchunguzi na matukio yaliyotokea wakati
wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman. Tume hiyo inaendelea kushauriana na wadau ili kubaini chanzo cha ghasia za siku ya uchaguzi na kupendekeza hatua za kuchukua. Rais Samia amesema kwamba matokeo ya uchaguzi huo yatatoa mwongozo, matokeo ya uchunguzi kunradhi, yatatoa mwongozo wa maridhiano ya kitaifa na uandishi wa katiba mpya. Sasa msikilizaji, kile ambacho kinaonekana hapa ni kwamba Rais Samia Suluhu yupo na haja ya kuendelea mbele kwa haraka sana kabla ya kushughulika na yale ambayo yaliweza kutokea pale. Bila shaka msikilizaji, mpaka sasa hamna kiongozi wa serikali ambaye ameweza kubeba lawama ya kilichotokea Oktoba 29. Lakini pia hakuna kiongozi ambaye amejitokeza hata kuomba msamaha kwa wananchi kwamba kilichotokea si chema na hatutegemei kwamba irudie kuwa hivyo. Sasa msikilizaji, kitendo hicho cha viongozi kuendelea kuwasisitizia wananchi kwamba wasiweze kukumbuka kilichotokea ama waweze kusahau yaliyotokea, waweze kusonga mbele na maisha yao, linaacha mzigo mkubwa, kwa sababu tunasonga basi tukienda wapi? Kwa sababu wapo watu ambao hatujui wako wapi, wapo watu wameuawa ambao haki yao haijadhihirika, lakini pia viongozi waliopo mamlakani hawajaweza kubeba mzigo wa wale ambao waliweza kutangulia kutokana na haya yaliyoweza kutokea. Ndio maana bwana huyu anasema kwamba ili kuwepo na mchakato wa maridhiano ya kitaifa au katiba mpya, wakati familia zilizoathiriwa na mauaji ya Oktoba 29 zikiwa bado hazijui hatima ya wapendwa wao, ina maana msikilizaji, rais anafaa atoke awaambie kwamba kilichotokea ni hichi na hiki, na sasa tuchukue mkondo huu na huu kama taifa, lakini kwa waliopotea hiwe hivi na hivi na hivi. Lakini kabla hakujaweza kupeanwa maelekezo yoyote na hakuna ambaye ameweza kubeba msalaba ule, sasa taifa linasonga mbele vipi? Ama watu, familia zilizowapoteza wapendwa wao zinaendelea mbele vipi? Msikilizaji, karibu katika kituo chetu. Hakikisha kwamba unaendelea kutia subscription ama kuendelea kutufuatilia kwenye channel hii, kwa sababu ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nimeyachambua na ninahakikisha kwamba umepata kuzipata taarifa zinazotokea kila siku, ama siku hadi nyingine tunapata kukufahamisha.